Asante sana mtazamaji wa Kipepeo Digital. Mimi naitwa Elijah Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Leo kwa mara nyingine tena nimefanikiwa kukutana na mwimbaji machachari, mwimbaji wa nyimbo za Injili anayekuja kwa kasi ya juu sana. Niko naye hapa, tumsikilize yeye malengo yake ni yapi, na ukizingatia mwaka huu bado mpya kabisa, ni mwezi wa pili tarehe 26. Tumsikilize alichokizungumza yeye, kama yeye amejipanga vipi kuhakikisha watu huduma yake ya uimbaji inawafikia. Huyo hapa, tumsikilize alichokizungumza. Dada, habari yako? Nzuri. Labda kwa majina yako, kwa mtu asiyekufahamu, unaitwa nani na wewe unafanya nini? Mimi kwa majina naitwa Irene P. Masawe. Namshukuru Mungu kunipa neema ya kuimba, kwa sababu ni jambo ambalo sikuwahi kutegemea, lakini Mungu amenipa neema ya kuimba. Okay, maana kwamba wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Labda mpaka sasa hivi labda una nyimbo ngapi? Nina nyimbo 9. Zinaitwaje labda kwa majina yake? Wimbo wa kwanza ni Mungu Kwanza. Wimbo wa pili? Taja zote. Au unajua moja? Okay. Mpaka sasa hivi hizo nyimbo zako zipo kwenye mfumo gani? Zipo kwenye mfumo wa audio ama video, au zipo kwenye mfumo gani? Ziko kwenye mfumo wa audio. Ndio. Labda mashabiki zako wategemee nini kutoka kwako kwa ajili labda kupata hiyo video? Wategemee kwamba labda ni lini video itakuwa lini? Yaani ndani ya mwaka huu nitakuwa nimetoa video. Okay. Ndio. Labda wewe ambaye ni mwimbaji mchanga, huduma ya uimbaji kiujumla unaionaje? Kwa kweli huduma ya uimbaji kwa ujumla ni nzuri sana, ila zaidi kumtegemea Mungu kwanza kabla ya mambo yote. Unapomtegemea Mungu katika mambo yote, kwa sababu yeye ndiye amekupa kile kipawa, lazima ukitumie vizuri sawa na Mungu alivyokupa. Ndio. Okay. Kuna wengine wanaimba kwa ajili ya tamaa, kuna wengine wanaimba kwa ajili labda apate chochote kitu, lakini kuna mwingine anaimba ni mzigo kutoka ndani. Wewe katika watu watatu, wewe huduma yako ikoje? Yaani huu ni mzigo kutoka ndani. Sio kwa ajili ya tamaa, hapana. Nasikia kuiwa kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Naifurahia, nasikia vizuri ninapoenda kuwahubiria watu kwa njia ya uimbaji. Yaani watu wengi wamfikie, wamuone Mungu kwa njia ya uimbaji. Sawa. Waimbaji tunaona wengine wanakuwa na foundation zao, lakini mwimbaji anakuwa na mzigo, anatamani Mungu amfanikishe afike sehemu fulani. Mfano labda kuwasaidia wasiojiweza, kuwasaidia watoto yatima, kutoa misaada hata kwenye magereza, kwa sababu unakuta kuna mahabusu ambao wamekaa muda mrefu hawana hata nguo. Labda wewe kwenye hizo categories, wewe muziki wako unataka usaidie nini kwenye jamii? Zaidi sana nisaidie yatima na wajane. Ndio mzigo wangu mkubwa sana. Sawa. Labda mpaka sasa hivi labda kuna process ambayo yote ambayo umeshaianza labda ya kusaidia watu kama? Ninayo. Ndio. Na umewafikia wakina nani na nani? Baadhi ya watu wachache. Ndio. Okay. Tunaelekea kwenye Pasaka ambayo itakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 4 kama sijakosea. Labda wewe kama wewe na watu wanaokufuatilia nyimbo zako wategemee nini kutoka kwako? Wategemee kwamba nifanye vizuri zaidi na zaidi. Sawa. Waimbaji wengi tunawaona kwenye masuala ya kifamilia hawako vizuri. Na imaanisha wengi wanakuwa hawana ndoa, wengi wanakuwa ukimwambia kuolewa hataki. Labda wewe swala la kifamilia likoje? Una mume, una watoto au ulikoje? Mimi nina mume na watoto. Wangapi? Nina watoto 3, mume 1. Ndio. Okay. Wanasema mwanamke akifanikiwa akipata pesa waga anabadilika. Na wengine unakuta ndoa wanaenda mahakamani kudai talaka, lakini ukiangalia kwa sana alivyopata mafanikio. Sasa hivi unaweza kushangaa mume wako ndo anakusaidia kwa namna moja au nyingine, unarekodi nyimbo, ukienda kuhuduma unampigia simu, yani mapenzi kede. Lakini pale mtu anapokuwa amefanikiwa anaanza kumuona afai. Labda wewe kwako likoje hilo? Kwangu mimi ndio maana nimeimba wimbo wa kwanza Mungu Kwanza. Unapoimba kwamba Mungu kwanza, mambo mengine Mungu kwanza, ina maana yote Mungu anaweza kanisaidia katika mambo yote. Maana kwa akili za kibinadamu huwezi, ila Mungu ndiye anaweza kukusaidia katika mambo yote.
Kwa hiyo mume wako anayekutazama unamwahidi nini? Hutomwacha au hutobadilika? Siwezi kumwacha. Mwambie kabisa hapa sikuma mume wangu fulani fulani. Mume wangu Ferdinand Mboya, siwezi kukuacha kwa sababu hata niinuke sana, hata nifanikiwe sana, kwa sababu katika mambo yote umenisupport. Siwezi kukuacha, umenitia moyo katika mambo yote, na siwezi nikakuacha, na Mungu anisaidie, sio kwa akili zangu, zaidi uniombee Mungu anisaidie. Sawa, tunavomalizia mwisho, labda watu wakitaka kukupata wanakupataje? Na imaanisha namba za simu au na mitandao ya kijamii? Yaani watanipata pia kwenye mitandao ya kijamii. YouTube unanipata. Kwa jina gani? Kwa jina la Irene P. Masawe unanipata. Namba yako ya simu? 076 584 8869. Ndio. Labda kwa wiki hii unategemea kufanya wapi huduma? Na wewe unasali kanisa gani? Kwa sababu wengi wasikia waimbaji hawana mababa wa kiroho, wapo tu, mtu ana kipawa chake, akiamka anaanza kuimba. Wewe unasali kanisa gani? Mimi niko Arise and Shine. Kwa sasa niko hapa kwa Arise and Shine, hapa Mtume Mwamposa ni baba yangu wa kiroho. Ndio. Sasa. Ndio. Una neno lipi la mwisho tu tunavomaliza interview? Neno langu la mwisho kabisa ninasema, hata kama Mungu atakupa huduma hii ya uimbaji, kikubwa zaidi ni unyenyekevu na kumwamini katika kile ambacho Mungu amekupa, ili Mungu azidi kukuinua katika kile alichokupa, maana sio cha kwako, ni Mungu amekupa ili uweze kuwasaidia wengine na wengine. Okay. Wakumbushe jina lako wasikilizaji. Jina langu ni Irene P. Masawe, mtoto wa Kichaga aliyemkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amen. Asante sana mtazamaji wa Kipepeo Digital, ulikuwa na Irene Masawe. Tulikuwa naye, ameweza kuzungumzia uimbaji wake, lakini yote kwa yote ameweza kuzungumza. Naomba umsupport, ingia kwenye akaunti yake ya Facebook, Instagram na TikTok, lakini vile vile ameweza kutoa namba yake ya simu. Mpigie simu kwa ajili ya huduma na mambo mengine ya kijamii. Ulikuwa nami, naitwa Elijah Felix Beyeza. Kipindi kinaitwa Bahasha Mkononi. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Kwaheri.